Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Mungu wetu ni mwaminifu katika ahadi zake. Kuna vijana ambao wana promise wasichana ama warembo ama rindes. Anampromise mambo mengi hata ingine hana. Andenda wako wazuri wanakubali yote. Praise the Lord. Haleluya, waliumbwa hivyo. Wanapewa sifa. Lakini anapromisiwa atapelekwa na ndege, anaambiwa atafanya mambo, atawekwa hivi nyumba ya pesa hizi, atawekwa wifi, na wifi ama ni wifi yote. Praise the Lord. Hallelujah. Sasa anafikiri itakuwa hivyo, maana amekuwa promise. All the realize later amendanganywa. But our God is ever faithful. Bwana Yesu apewe sifa. Sijabadilisha majina yangu, niko tu vile nilikuwa toka Monday. Bwana apewe sifa. Yesu ni Bwana, ameniokoa, amekuwa ngao na kimbilio langu. Nimeona uaminifu wake. Tumekuwa tukiangalia juu ya Mungu wetu ambaye anasaidia watu wake kwenda katika hatua na kupaa na kwenda juu. Praise the Lord. Na kuwavuta, anaweka mahali yeye anaona their destiny is. Na tukaona kwamba Mungu ni Mungu mwaminifu, Mungu mwenye wivu, Mungu mwenye huruma nyingi, Mungu ambaye habadiliki kamwe, Mungu ambaye ni msaidizi wetu. Bwana apewe sifa. Jana tukaangalia kwamba kwa kirefu sana ya kwamba God is God who provides. Bwana apewe sifa. All the way in the days of old, God could provide. Bwana apewe sifa. Even you go back to the old Bible, in the beginning, when God created man, Adam and Eve, and then he gave them some instructions as he put them in the Garden of Eden. One day they were deceived by the evil one, and they went astray. But God is good. When he came to look for them, Bible says he found them, Adam and Eve, having some twins of ribs round their body to cover their nakedness. Because God is a provider. He provided them clothes. Praise the Lord. Of skins. Akachinja mnyama ambaye Bible isemi ni mnyama gani. Hallelujah. Akawatengenezea nguo za ngozi, akafunika their nakedness. God provide also clothes. Praise the Lord. Guy that one tuoneketaka shitu. God provide even clothing. Bwana apewe sifa. Even from Adam. You also see God providing even to his servant Moses. When people are crying for because they were in the wilderness, crying for water, crying for food, God provided food from heaven. Hallelujah. Mungu akona bakery zake kule mbinguni. Hallelujah. Akona bakery akawatengenezea chakula kama mikate ambayo huitwa manna. Praise the Lord. He gave them manna to their satisfaction. Wanakula mpaka wanashiba. Na wanaambiwa manna sitaki mkule leftovers. Mchukua kutosha, mkule ingine mngojee kesho. Do you know when I was growing, it was not like so. Tulikuwa tunapikiwa ugali, whole meal grain. Na singine ina hata moshi, singine hata iva vizuri. Praise the Lord. Na inabaki, lazima ingebaki ndio asubuhi tunakula kama leftovers tukienda shule. Thank God because today naikula kwa kupenda kwangu. Praise the Lord. Hallelujah. Hiyo ilikuwa ni lazima ukule. Lakini Mungu ni mwaminifu. He could provide. So our God can provide to you on daily basis. God is not God of leftovers. God can give you fresh things every day. Even his mercies are new every day and every morning. Bwana atukuzwe sana. This is God who provided even water when the people of Israel were thirsty. This God is God who provided even security. Bwana apewe sifa. I remember this man called Ezra. Ezra amemwambia mfalme ya kwamba mimi Mungu wetu sio ya mchezo, anatuongoza kila wakati. Jamaa ambi sasa endeni nyumbani. Anaangalia vile watapitia, anasema hebu niulize jeshi hapa inisaidie. Hapo nakumbuka nilimwambia kwamba Mungu atanisaidia. Bwana apewe sifa. Our God does give us protection as we walk in and out. Bwana apewe sifa. So there is no anything to worry about. God, whatever we need, we have a God who provide. After he provide peace to us, peace to our family, peace in the place of work, peace in our businesses. He provide peace to our children. Bwana Yesu apewe sifa. Peace to our nation.
peace to the community. Hallelujah. He's a provider. Yesterday we look at a verse in the Bible, Proverbs 27, 23, 27, ya kwamba he provide even lambs that we may be able to have clothing. He also provide goats for milk and even for food. Even some goats that we can sell and buy broth. And even he give us maintenance for our maidens, our girls. Bwana apewe sifa. So this God is good. Let us love God because God loves us so much. Bwana Yesu apewe sifa. Today with the allow me just to speak about the God in another dimension. God is a God of promises. Hallelujah. Mungu ambaye ni Mungu wa ahadi. Ni Mungu ambaye ana ahadi na ahadi zake zinadumu na ni za milele. God he promised. When he promised something, my brother, you'll do it. It's not like a man that he may lie. Si mwanadamu atadanganya. When he say he'll do this to you, wait. Habakkuk is telling us 2:3. Though write a vision with big numbers, though the vision may tarry, but shall come to speak, shall not lie. Bwana apewe sifa. Hiyo maono uko naye, Mungu amekuahidi itatimia. One day kile Mungu amekwambia itakuwa. Ama akwambia kwa ndoto, ama pastor kahubiri kasikia hiyo ujumbe ulikuwa ni ujumbe wako, ama ukachukua neno la unabii ukapokea. Hilo uliambiwa, ngojea. Utapata. Praise the Lord. God is not slaggard of his promises. Kile amesema atatutendea. Let's go with me in the Bible, the book of 1 King, chapter number 8. We see what Solomon is saying when he is blessing the Lord. Bwana apewe sifa. Hallelujah. After the ark had been brought in the temple, Solomon now is blessing the Lord. Go to number 20. 1 King, chapter number 8, verses 20. Are you there? The Bible says, now the Lord has fulfilled his promise that he made. For I have risen in the praise of David my father, and sit on the throne of Israel, as the Lord promised, and I have built the house for the name of the Lord, the God of Israel, and there I have provided a place for the ark, in which is the covenant of the Lord that he made with our fathers when he brought them out of the land of Egypt. Bwana apewe sifa. Solomon anasema ya kwamba kwa kweli Mungu ametimiza. He has fulfilled his promise that he made, for I have risen in the praise of David my father. Alikuwa ameahidi ya kwamba hakutakosa katika nyumba ya Daudi atakayesimama kama mfalme. Solomon amesema kwamba kwa kweli Mungu ametimiza ile ahadi aliyoahidia baba yangu Daudi. Ya kwamba leo nimesimama ama nimekalia kiti cha baba yangu Daudi. Bwana apewe sifa. Na anasema kwamba the throne of the Lord of Israel, as the Lord promised. Hallelujah. Kwa hivyo Mungu anapoahidi from the days of old, is God who fulfill his promises. Nega yohiga ile kanero yake na silanero yake ni siama. Haisi kama mwanasiasa wameanza kutuambia mambo watutendea saa hii. Siasa imeanza kuwa juu. Wanasema watafanya mambo, they will promise as many things. Watatujengea shule na hospitali na yake ndawa. Watajenga barabara, watafanya kila kitu. Watapatiana pesa ya CDF. Watafanya kila kitu. Let me tell you, not many of them have ever fulfilled their promises for the 5 years. I've even got to 10 years. But they have never fulfilled. Bwana apewe sifa. Hallelujah. But our God, what he has promised the church, what he has promised the families, he has promised the nation, he will do it. He will fulfill it. Hallelujah. So, ni vizuri kujiweka nguvu na maneno kama yale. The same ones are also in the same book, 1 King 8, number 56. These are Solomon's benediction. Praise the Lord. Solomon benedictions. And these are
the way is what he's saying in the verses number 56. First King chapter number 8 where we were. Now let's go to 56. We are learning about God who is God of promise. He promised. Akikupromise job utaipata. Wata kupeana hongo. Hallelujah. Akipromise utaolewa. Wata kujirudia tena kama juzi nyingine nilisema mambo mengine hapa. Wewe ngojea Mungu anakutengenezea wako anakuja. Praise the Lord. Kama ni kuwa ndugu, wata kuomba kama juzi moja umefungua. Funga wote mbili. Mungu ataprovide. Praise the Lord. Hallelujah. He will provide that business. Kama amesema yeye atatimiza. Kama ni nyumba unajenga, anasema utamaliza. Hallelujah. Hiyo course unasoma, hiyo degree umeanza kupursue, hiyo diploma, he has promised you utamaliza. Na utamalizia vizuri. We have a God who promises. Bwana apewe sifa. Mimi kuna mambo mengi Mungu amewahi niambia. Yeye anasikia sauti yake ama anasikia kutoka neno la Mungu ama kutoka kwa nabii wa Mungu, na Mungu ametimiza. Bwana apewe sifa. Mungu ametimiza. Hallelujah. Na mengine mengi mazuri akona katika akili yake atatimiza pia. The Bible says in the book of Job number 23 from number 13, whatever he has planned to do for me, whatever he has promised the church, whatever he has promised you people of Muranga, no one can turn his heart back. Hallelujah. What he has started, he will finish. And such good things he has in his mind. He is unchangeable God. Bwana apewe sifa. Bible says, Pastor Solomon is saying, number 56. Let's read together, church. Blessed be the Lord who has given us to his people. Blessed be the Lord who has given rest to his people, Israel, according to all that he promised. Not one word has failed of all his good promises, which he spoke by Moses, his servant. Hallelujah. Does your people read like my Bible? Let me hear your Bible. Is Kiswahili ama Kikuyu? Soma nisikia. Amen. Bwana apewe sifa. He promised, he spoke by his servant Moses. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever he promised by the mouth of Moses to the people of Israel, Solomon is doing study. He is studying all the promises of the Lord has promised the Israel. And he have now concluded in his benediction. Solomon, praise the Lord. That none of the word he spoke with the mouth, by the mouth of Moses has failed. Hakuna handi hata moja ambaye ama hata neno moja limekosekana kutimika ambalo alinena na mtumishi wake Musa. Praise the Lord. I love this God. Kile alisema hata kama ni miaka 100 iliisha atafanya. Bwana apewe sifa. Kile alisema atafanya Kenya atafanya. Kile alisema atafanya Muranga atafanya. Hata kama governor atasahau, Mungu asahau. Hata kama senator atasahau, Mungu hatasahau. Hata kama MCs watasahau, Mungu hatasahau. Hata kama women rep watasahau, Mungu hatasahau. Praise the Lord. God is never slack in his promises. Hiyo ndio inanipeaga nguvu. Nilimwambia siku ile, I'm a brave person. Why? I know God has promised me good things. Such good promises. Bwana apewe sifa. Let's go, let's see how God is saying in the book of Hebrews. Hebrews chapter number 6. Tuone vile Mungu anaongea juu ya ahadi. Wapendwa, hata mwimbaji alimba wimbo akasema kwamba ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Praise the Lord. Kile amesema atafanya. Praise the Lord. Wewe mngoje.
waje kwenda shortcut. He promised somebody here. Naye akapeleka shortcut na mke wake, lakini Mungu tu alikuwa Mungu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Bwana atukuzwe. Hebrews 6 number 12. Are you there? Waebrania 6 mstari wa 12. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Tumefika pale. Inasema namna gani yangu? Nasema hivi, so that you may not be sluggish but good. We can start from 11 so that it can sound well. And we desire each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end. 12. So that you may not be sluggish, but imitator of those who through faith and patience inherit the promises. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Tuwe watu ambao are not sluggish, lakini imetator kwa wale kwa imani na kungojea walirithi ahadi za Mungu. You can inherit promises. Praise the Lord. Your father may anaweza kuwa na ahadi uinherit, sio kuinherit shamba peke yake. Hallelujah. Si lazima kuangalia plot, kwenda kwa koti kuchukua will. God you can receive promise as inheritance to you. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe. So the writer of Hebrews anasema kwamba msiwe watu ambao ni kama hawakai vizuri, hawasimami vizuri, lakini muwe watu ambao wana imitate. Praise the Lord. Wale ambao ni baba zetu wa imani kama akina Abraham, ambao kwa imani walingojea. Imagine mzee alingojea. Bwana apewe sifa. Mpaka mwisho na akabarikiwa na kijana. Hallelujah. When you go to the same Hebrews 10:23, utakuta kwamba Mungu pia anaongea juu ya ahadi zake. Is a God of promises. Hebrews 10 number 23. Are you there? The Bible says, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Who promised is faithful. This is the full assurance of faith. This is the full assurance of faith, that let us hold the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. The God who promised us life is faithful. Alituahidia uhai wa milele. Ni mwaminifu. Ni mwaminifu. Ni mwaminifu Mungu wapendwa. Ni mwaminifu kanisa. Watu wa Murang'a, Mungu ni mwaminifu. Kanisa la Ranjo, Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Mungu wetu ni mwaminifu katika ahadi zake. Kuna vijana ambao wana promise wasichana ama warembo ama rendes. Anampromise mambo mengi hata ingine hana. Andenda wako wazuri wanakubali yote. Praise the Lord. Hallelujah, waliumbwa hivyo. Bwana apewe sifa. Lakini anapromisiwa atapelekwa na ndege, anaambiwa atafanya mambo, atawekwa hivi, nyumba ya pesa hizi, atawekwa wifi, na wifi ama ni wifi yote. Praise the Lord. Hallelujah. Sasa anafikiri itakuwa hivyo, maana amekuwa promise. All they realize later amedanganywa. But our God is ever faithful. Mungu wetu ni mwaminifu. Hallelujah. Kuna watu wanaidia watu mashamba, plot, fat, maguta, oil. Na unaegeza pesa zako pale. Unasema uko na shamba. Mimi singidi watu ambao wanauza mashamba because hata mimi naweza penda kuuza mashamba. Lakini unakuta kwa wengine ni waragai. Wanakupromise. Mwingine akapromisiwa shamba pande ya kule Kiambere damu. Akaambiwa hata stima iko karibu, maji ndio hii, barabara ndio hii, na basi ndio hawa. Bwana apewe sifa.
Alipoenda to the ground kuona mahali alikuwa anunue plot, ni mahali mchanga huanguka pale chini, alafu malori wanachukua. Angejenga wapi? But God is faithful in his promises. God is faithful in his promises. He is not like our president, and we have a good president. He is not like our deputy president, and we have a very good deputy president. He is not like the judiciary, and we have a very good judiciary. Praise the Lord. He is not like our Chief Justice, Martha Koome, Bwana apewe sifa, or the president of the High Court of Appeal. Bwana Yesu atukuzwe. We are just men. They can promise you hii kesi inaisha. Kila advocate manyumba hapa ya mawakili ukiingia na kesi, hata kama wamefanya vituko, wanaka hii kesi inaisha sana. I promise you itaenda through. Weka fungua for 100k. Unafungua file. Anakupromise. Only to lose all what you had. Unauza plot, unauza gari, na kesi unashindwa na unafungwa. But God, Jehovah Jireh, is faithful. Me, I love this God, brethren. Me nampenda tu. Wacha unichukie because of this God. But I love God. Because whatever He has promised me, He will do it. Faithful, and the book of Thessalonians says, faithful is the one who has called us. He will perform it. He will do it. Atafanya. Tumugoje wapendwa. Hata kama mambo itakuwa inaonekana kama hakuna matumaini. Hata wakati wa era ya COVID-19. Every day kuna ingine inakuja. Nasikia kumekuja ni gani? Imekuja juzi. Kulikuwa na ile ya kwanza iliitwa namna gani? Sasa kuna Delta. Sasa kuna Mall. Kuna mandai ilikuwa inaitwa Seneca. Something called Seneca, Janjo. Kuna Johnson zinakuja. Kuna zingine zinakuja. Let me tell you, promising that if I see nzuri. I'm telling you, they are just mere men. But our God, if He promise us healing, akituahidi tunapona. Hata kuje corona na jina refu kama ndovu. God has promised us to heal us. One day niliambia kanisa wakati corona ilikuwa imechacha sana, kawaambia wapendwa, hebu nimwambie mstuke. Pengine wakati uko na homa, ilikuwa COVID-19. Mungu akakuponya wewe bila kujua. Kama ungeweka tu vitu hivi kwa mapua, ungeenda quarantine 14 days. Thank God Mungu alikuponya hiyo corona. Hata sasa huko una corona. God can preserve us. Si ametuahidi kutupreserve. Ataweza preserve you. Hakuna jua litakugonga. Bwana apewe sifa. Daudi anasema hivi katika Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall fear no evil. Praise the Lord. I shall not be in want. Hata nikitembea katika the valley of shadow of death, I will fear no evil. Why is David have all this confidence and courage? Because he knows God has provided. God promises are true. He is faithful. Kama sema nitakushika mkono mpaka mwisho, mama utamaliza vizuri, hakutakuwa na divorce katika nyumba yako na ndoa yako. Praise the Lord. Hakutakuwa na miscarriage because God is on your side. God has promised you good things. Hallelujah. Hakutakuwa na barrenness, hakutakuwa na utasa, maana Mungu amekuahidia mambo mazuri katika maandiko yake. Hakuna magonjwa ya Misri. It's a promise, my Lord Almighty. My brothers, it's a promise. Kotire merimo ya Misri. Mitoko igatoki wakuhereria. Tiaga gotokuhereria. He will never come near you. This is the God I preach, the God I believe, the God I advocate, the God I profess is a God of promises. Why can't you stand up with your 2 feet and tell God, I take hold of every promise that you have promised in the Bible. I want to take hold of every promise. A Lord of glory, you have promised me. Go before the Lord. Ambia Baba, kila hadi umeniahidia, ninakuja kwa imani, naichukua kwa imani. Grab that you have promised. Grab the promise of healing, promise of restoration,
promise of provision, promise of shelter, promise of security, promise of safeguard, promise of total good health. Is these are your promises? Promise of wealth and riches. Promise the Lord has promised us true. He is faithful. He is not like a man that he can lie. Father, we thank you. Father, I praise you because you are God of promises. They are very great promises. Oh God, you are God who have promised us to God Almighty, even the Holy Spirit. You have promised us the Holy Spirit. God, I thank you. God, I praise you. Oh God, I thank you for my promise, even to live long life. Oh yes, and I shall live long life until I enjoy my days. I'm going to enjoy my days. Father God of all glory, in the name of Jesus, I want to speak blessing upon these dear ones, O God Almighty, as they go for a weekend, my Lord of glory. I cover each one of them, everyone, Redeemer, with the blood of Jesus Christ, and I declare, Redeemer, that their weekend and this month, O Lord Almighty, as we conclude the month of September, King of all glory, these dear ones are a blessing. Oh God Almighty, give them victory, and they take, my Redeemer, your word and learn, Father, with it to King glory. And they realize, my Father, that you are God of promise. Lord, may you bless them. May you do them good. May you bless their place of work. May you bless their families, Lord. May you bless their ministries, my Father. May you bless this church, oh God Almighty. May you bless this town of Omuranga. May you bless this county, my Lord. May you bless, Father, our nation. God, I thank you even for the next, my Redeemer, lunch of my Father next week, Redeemer. God, I know, my Father, you will continue to minister to these dear ones, oh God. I bless them, Lord Almighty. Also pray, Father, for our dad, Bishop Sam Kanyaru, my Redeemer, and even my Redeemer, Reverend Jennifer King Glory, and even Father King Glory, my Lord Almighty, their family. God, may you do them good, my Father, and bless them, King Glory. Thank you, Father. Thank you, God. In Jesus' name we pray and we give thanks.